قضية kutofautiana rai haiondoshi kadhia ya mapenzi. Jazakallahu khaira shaykhana. Jazakallahu khair. Shukran sana. Sheikh Abdul Qadir, kuna swala liliingia hapa kutoka kwa ukhti wetu. Alisema kwamba ana matatizo ya jini na anaenda kusomewa ruqya. Baada ya kusomewa ruqya, jini anamondoka, miezi miwili baadaye jini anarudi. Akaona hadithi kwenye Facebook ya kwamba wale ambao wanasomewa ruqya hawataingia peponi. Je, jambo hilo lina ukweli wote? Na pia ameomba tuombe dua. Naam. Alhamdulillah, alwi hadithi ipo ni sahihi kabisa. Mtume sasema 70,000 hawaingii ataingia peponi bila hisabu wala kadha. Hadithi sahih Muslim, hadithi ndefu, ametaja la yaktawun wala yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Hii hadithi ipo, lakini mimi naomba nasaha Waislamu, ilmu yako usiingie katika Facebook na Google. Sawa. Lakini Google, Facebook anakuonyesha hadithi, lazima ukae kwa shekhe hadithi hii akuwekee wazi maana yake nini. Mfano, utaona katika hadithi tunasema anasema Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia mtu, yani ana maji yake anaamba shamba ya anaamba maji shamba ya jirani, Mungu hapendi. Hii hadithi kabisa. Sasa akina kuja shamba jirani, kwa nini mtu anasema hadithi chungu mzima anasema jirani lazima mfanyie wema? Hii kusudi shamba na kusudia usifanye zina, mke wako ipo, simuona vizuri. Sasa hadithi na maana yake tafsiri wako ulama tafsiri hadithi hii ni sahihi, lakini kama tuchukua dhahiri inagongana hadithi ambayo dada huyu anajua na nyinyi wote wanajua, Sheikh Ali anajua zaidi. Mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam Muslim mekuja Ummu Salama akamwambia Mtume wa Allah watoto wa Jaafar bin Abi Talib